Katika karne ya 21, vita havitangazwi tena kwa barua. Leo vita vinaanza kwa makombora, mitandao, satellite na vita vya kiuchumi. Lakini swali ni moja. Ni nani anatawala dunia? Ni nani mwenye nguvu ya kuanzisha vita? Na ni nani mwenye uwezo wa kuhimili vita vya muda mrefu? Leo tunaanza safari ya kulinganisha Marekani, Russia, China, NATO, Iran na North Korea. Tuanze na taifa linalotajwa na wengi kila mara, Marekani, United States of America. Marekani haijengi jeshi kwa ajili ya kujilinda tu. Inajenga jeshi kwa ajili ya kutawala dunia. Hebu tuhesabu kidogo. Kila mwaka, Marekani hutumia karibu dola bilioni 900 kwenye jeshi. Sasa fikiria, hiyo ni zaidi ya bajeti ya nchi 20 zikijumulishwa. Hiyo ni karibu na nusu ya matumizi ya kijeshi ya dunia. Kwa hesabu, kama nchi moja inatumia bilioni 900 na nyingine inatumia bilioni 50, tofauti ni bilioni 850. Hiyo ni mara 18 zaidi. Unasikia ni kiasi gani Marekani imewekeza kwa jeshi lake? Marekani ina meli za kivita zaidi ya 11 za kubeba ndege za stealth zisizoonekana kwa rada, makombora ya nyuklia, drone zinazoweza kushambulia bila rubani. Lakini siri kubwa ya Marekani ni hii: uwezo wa kupigana popote duniani. Iraq, Afghanistan, Syria, Pacific, Ulaya. Jeshi lake linaweza kufika sehemu yoyote ndani ya masaa. Kwa njia moja ama nyingine, tunaweza kubaliana na wanaosema kwamba Marekani ndo namba 1 kwa uwezo wa kijeshi duniani. Sasa twende upande wa mashariki, kwenye baridi kali ya Siberia, Russia. Russia haijengi meli nyingi kama Marekani, lakini inajenga kitu kimoja hatari sana: makombora. Makombora yanayoweza kupenya mfumo wa ulinzi, kubeba nyuklia, kusafiri kwa kasi ya ajabu, hypersonic. Acha tufanye hesabu kidogo. Russia ina zaidi ya vichwa vya nyuklia 5,000. Kila moja linaweza kuwa mji mzima, linaweza kuwa mamilioni ya watu. Ukipiga hesabu kidogo, kama bomu moja linaweza kuwa watu milioni 1, hebu imagine mabomu 5,000 ataua watu bilioni 5. Hiyo ni karibu na nusu ya dunia. Lakini tatizo la Russia ni moja: uchumi. Uchumi mdogo kuliko Marekani. Inategemea mafuta tu. Vikwazo vya kimataifa vinaiumiza. Hii ina maana gani? Russia inaweza kuanzisha vita, lakini vita vya muda mrefu vitaumiza uchumi wake. Acha twende huko China. China ni kama joka linaloamka. China ni tofauti. Haitishi kwa maneno, inatisha kwa hesabu. Hebu tuangalie. Askari wao hai ni zaidi ya milioni 2. Viwanda ni maelfu. Meli mpya kila mwaka. Teknolojia ya AI vitani. Uchumi wa China ni wa pili duniani. Hii ina maana kama vita kianza, China inaweza kutengeneza silaha no stop, kulipa askari na kujenga meli mpya. Hesabu kidogo. Kama kiwanda kimoja kinatengeneza makombora 10 kwa siku, na China na viwanda zaidi ya 500 inaweza tengeneza makombora 5,000 kwa siku. Hii ni nguvu ya viwanda. China haipigi kelele, lakini inajipanga kimya kimya. Na sasa hebu tuangalie NATO. NATO sio nchi moja, ni muungano wa Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na zaidi ya nchi 30. Sheria yao ni moja: ukimshambulia mmoja, umevamia wote. Na tuhesabu nchi 30, kila moja ikichangia bajeti yao ya pamoja ni kubwa kuliko dunia nzima. NATO ina ndege nyingi, meli nyingi, teknolojia ya juu na nyuklia. Kwa maneno rahisi, NATO ni Marekani mara 30. Na kwa upande wa Irani mambo ikoje? Vita vya kivuli. Irani haina meli nyingi, haina ndege za stealth, lakini ina kitu hatari: vita vya siri. Irani hupigana kupitia Hezbollah, Houthis na makundi ya siri. Ina drone za kushambulia, makombora ya kati, ujasusi wa mtandao. Ni kama Big Snake, haipigi kelele, lakini sumu yake ni hatari mno. Na North Korea, kwa nini watu wengi huwa wanaiogopa? North Korea
Ukweli ni kwamba hiyo nchi ni maskini, lakini ina makombora, nyuklia, jeshi kubwa kwa idadi. Kiongozi wake anajua, sitoweza kushinda vita, lakini naweza kutisha dunia. Hii inawalinda. Sasa turudi kwenye swali. Ni nani kweli anatawala dunia? Jibu, kwa upande wa jeshi, Marekani na NATO wanaongoza. Na kwa upande wa makombora ni Russia. Uchumi ni Marekani na China. Vita vya siri ni Iran. Na kwa vitisho ni North Korea. Lakini ukweli ni huu. Hakuna mshindi wa vita vya dunia. Wote wanapoteza. Binadamu wanakufa na dunia inaharibika. Nguvu ya kweli sio bomu, sio kombora, ni akili ya kuzuia vita.